Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya, haleluya. Unayemsikiliza ni mimi mchungaji Mwalimu Lamson Imani Mwampamba. Ninakuletea mkate wa siku ya leo, ni ujumbe wa neno la Mungu. Ujumbe unasema unahitaji Barnaba, unamhitaji Barnaba kwenye maisha yako. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 26, sura ya 9 mstari wa 26 hadi ule wa 28. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtwaa akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akiingia na kutoka. Bwana Yesu na asifiwe. Maandiko haya yanazungumza watu wawili ambao ni wa muhimu sana kuwajua. Mtu mmoja anaitwa Sauli na mwingine anaitwa Barnaba, na watu wote hawa wanashare sifa moja. Wote majina yao yalibadilishwa baada ya kuokoka. Sauli akaitwa Paulo, ndio yule aliyeandika nyaraka nyingi za Biblia kwenye Agano Jipya. Lakini pia huyu Barnaba alikuwa anaitwa Yusufu. Yusufu, ila mitume wakamwita Barnaba kama mwana wa faraja. Na huyu ndugu aliwahi kuuza mashamba yake na kugawia fedha kwa hao mitume kwa ajili ya kazi ya Injili. Asa Paulo alikuwa ni mtu ambaye hakuwa tabia nzuri. Paulo alikuwa ndo ameungana na vikundi vya Wayahudi na makuhani wale na wale Mafarisayo, Masadukayo, na wale wanasheria na waandishi, ili kuwatesa na kuwaangaisha kanisa la kwanza au mitume. Paulo ambaye ni Sauli alikuwa amewahi pia kuingia kwenye kesi za mauaji. Aliwahi muua pia Stefano na kushiriki kabisa kwenye mambo ya namna hiyo. Mambo kadha wa kadha alikuwa ameyafanya Sauli, ambayo yalikuwa ni tishio mbele ya mitume, ni tishio mbele ya kanisa la kwanza. Kwa kanisa la kwanza likawa linamuogopa. Likisikia tu kwamba Sauli anakuja, lilikuwa lina hofu na kuogopa sana. Kwa Sauli hakuwa na tabia njema, alikuwa na tabia ambayo ilikuwa sio nzuri. Watu wengi walikuwa wanamuogopa. Asa baadaye Mungu alimtokea njiani akiwa na mpango huo wa kwenda kuangamiza watu wa Mungu. Akamtokea njiani, Mungu akawa amembadilisha, akamgeuza kwa muda wa siku 3. Baada ya hapo akawa amepokea huo wokovu na akaanza kumtumikia Mungu, akaanza kuhubiri Injili maeneo mengine nje na Yerusalemu. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini baadaye akawa ameingia Yerusalemu, akaingia mjini, akaingia mjini. Alipoingia mjini akawa anajitahidi ili aungane na mitume, ili aungane na wanafunzi wahubiri Injili pamoja. Lakini wanafunzi wakawa wanamuogopa, wakawa wanamkimbia, wanamkataa, kwa sababu wanajua mtu huyu ni muuaji na yamkini anaigiza tu maisha haya, ila hajaokoka. Taka ingia ndani yetu, baada ya hapo atuangamize. Sasa Barnaba ambaye wewe ni Yusufu, alipoona hayo, yeye akamchukua Paulo, akamchukua Sauli, akaenda kumtambulisha kwa mitume, kumtambulisha kwa wanafunzi. Baada ya hapo wanafunzi wakamkubali, wakaanza kufanya naye huduma, na huduma ya Paulo ilienea sana. Huduma yake ikawa ni kubwa sana, hata pia kupita huduma zile za wale mitume ambao walitembea na kuishi na Bwana Yesu. Akafanya huduma pia sio tu Yerusalemu, hadi maeneo mengine, hayo maeneo ya Korintho, hayo maeneo ya Thessalonike, huko Efeso, Galatia, huko maeneo ya Athene, maeneo mengi sana alienda kufanya huduma ya Mungu. Lakini ni baada ya kutambulishwa na Barnaba kwa wale wanafunzi wa Yesu au mitume, na wale wakampa mkono wa nini? Washirika
wakamsaidia, wakamfundisha, wakamweleza kweli yote na jinsi ya kuhubiri Injili. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ninasema unamhitaji Barnaba kwa mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza, unamhitaji Barnaba kwa sababu Barnaba ni mtu anayekutambulisha kwa watu wa maana. Barnaba ni mtu ambaye anakutambulisha kwa watu wanaoweza kuichonga na kuitengeneza na kuiweka vizuri hatima yako. Barnaba ni mtu ambaye anakutambulisha kwa watu ambao watakuza kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Unamhitaji Barnaba kwenye huduma yako. Unamhitaji Barnaba kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwenye taasisi, kwenye kampuni, kwenye miradi hiyo. Unamhitaji Barnaba ambaye anaweza kukutambulisha kwenye jukwaa lingine. Barnaba ni kama marketing manager, ni brand ambassador, brand manager. Anakuintroduce kwenye platform mbalimbali za kimaisha. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana upe Barnaba ambaye ataweza kuitambulisha huduma yako, ambaye ataweza kutambulisha biashara yako, ambaye ataweza kutambulisha wema ulio nao kwa wale watu ambao ni sahihi wa maisha yako ya leo na yale yajayo. Kwa nini mwalimu unasema ninapaswa nimhitaji Barnaba? Jambo la pili kwamba Barnaba anasaidia kutengeneza au kuhakikishia watu kwamba wewe sio mbaya tena. Barnaba anajitahidi anasafisha historia. Yes, good there. Barnaba ni msafisha historia. Sauli na historia mbaya, anakimbiwa, watu hawamtaki, hawamhitaji. Barnaba sasa, jamani, hapana, amebadilika, ni mwema huyu, ni mhubiri huyu, ni mtume huyu, mtu mkubwa huyu. Baada ya hapo wakaungana naye. Kuna watu hapa mmepitia historia mbaya za kwenye maisha yenu, na jamii inajua. Wengine ni majambazi, wengine ni wezi, wengine ni wazinzi, ni wabakaji, ni wasagaji, madawa ya kulevya mmetumia, na jamii inajua, wanajua kiasi kwamba hawakuamini tena, huwezi kuolewa tena, hauwezi kuwaoa tena, na kujua ndivyo ilivyokuwa. Wengine wamekuwa ni vichaa, watu hawaamini kwamba mnaweza mkabadilika kama ni watu wema. Kwa nini? Kwa sababu ya historia ya namna hiyo. Sasa mahali hapo unamhitaji Barnaba. Ndio, Mungu amegeuza, umekuwa ni mtu mpya, lakini pia unahitaji watu wanaoweza kusemea mazuri ya leo yako ili ifute historia yako ya jana. Haleluya. Ni kwamba usije ukasema kwamba mimi na Mungu peke yake, Mungu ndo anayejua. No. Yes, Mungu ndo anayejua, anaweza mambo yote, lakini Mungu anatumia watu kwa ajili ya watu. Na ndio maana Mungu aliweza kumgeuza huyu aliyemgeuza Paulo, lakini bado Paulo alimwili Barnaba. Haleluya. Kwa hiyo Bwana akupe Barnaba. Bwana maisha yako, ni ombi langu kwamba Bwana akupe Barnaba ya maisha yako. Usiwe vivi, uwe na mtu ambaye anaweza kusemea mazuri. Mtu ambaye akapambana ili kufuta historia yako ya jana ambayo ni mbovu. Huyo mtu ni wa muhimu sana, unamhitaji sana kwenye maisha yako. Yamkini una mahali uliyaharibu, hauaminiki tena kwenye ofisi fulani, taasisi fulani, zebu fulani, nyumba fulani, haukuamini tena. So you need a Barnaba. Unamhitaji Barnaba. Barnaba ni mtu anayeaminika. Barnaba ni mtu wa faraja. Barnaba ni mtu ambaye ametembea na watu hao kwa muda mrefu. Haleluya. Kuna mahali uliharibu, unatamani urudi tena. Tafuta mtu anayeaminika mahali hapo, akusemee mazuri kwa ajili ya watu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Barnaba ni mtu anayekusemea mema kwa wanaokuona wewe ni mtu mbaya. Barnaba ni mtu anayetengeneza hatima yako ikawa ni hatima nzuri kwa watu ambao anakutanisha nao. Bwana Yesu akupe Barnaba. Ndoa yako, huduma yako, familia yako, ofisi yako, taasisi yako, hiyo inamhitaji Barnaba. Barnaba ni kama brand ambassador, marketing manager. Barnaba ni mtu wa kusafisha watu. Barnaba anapambana na historia mbaya inakuwa ni njema. Kwa hiyo unamhitaji Barnaba. Pamoja na kwamba Mungu ameshakuokoa,
umeshaokoka, una nguvu za Mungu, una karama, una kipawa, una ubiri, una mtaji, una elimu, una CV, bado unamhitaji Barnaba. Bado unahitaji connection. Sina kiburi, mimi sina shida. Mimi sina connection. Mungu anatosha. Ndio, Mungu alitosha kwa sehemu juu ya Paulo, lakini Mungu akatumia pia Barnaba kwa ajili ya maisha ya Paulo, kwa ajili ya hatima ya Paulo. So unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Asa ili Mungu akufikishe hapo, Mungu anainua watu kwa ajili yako. Usiwe na kiburi. Kwa hiyo you need a people. Unahitaji watu. You need one who can referees. Unahitaji mareferees, signatories wa kuprove, kukushangiliza, kukupeleka mahali ambapo Bwana anahitaji upaende. Ni ombi langu kwamba Bwana akupatie Barnaba. Bwana akupatie Barnaba, mtu wa faraja, mtu wa upendo, mtu anaweza kukubeba na kukubeba kwenye majukwaa makubwa ya Injili, majukwaa makubwa ya biashara, majukwaa makubwa ya karama, vipaji na kila aina ya ulicho nacho, majukwaa makubwa sana ya taasisi, majukwaa makubwa ya kisiasa na kila eneo la maisha. Bwana akupatia Barnaba. Ranto mazagabagada redizo mariakanti ya makataya rebo zagalagala ya manto. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba Jehova achilia Barnaba kwenye maisha ya dada huyo mama, huyo baba, huyo kaka. Bwana Yesu, na neema yako rakata ya manto. Umesema kwa sababu umenipenda ragada mamando, nitatoa watu kwa ajili yako. Regebo za magatayaba. Baba, inua watu kwa ajili ya huyo mama, huyo baba, huyo dada, retoko parianta. Wanajua ni mbaya, rikema gababa. Wanajua meachika, ni singomaza, ragide mababaso, rendoba zakatayaba. Baba, inua watu wenye kumtajia mazuri, mambo yaliyo mema, wenye kumsifia mazuri, ragapagalabo, rendoko zegeregadia. Mara nyingi amekataliwa, ragadagaba. Mara nyingi amefukuzwa, regede mamamanto. Yezoboko pegeredia, yantoma gaba, herebe zumeketi yabaya, reketa mama. Baba, nakusi kwa neema yako, kwa msaada wako, inua Barnaba, inua Barnaba, inua Barnaba, muinue Barnaba, muinue Barnaba. Ragada mayagaba sokoro diamanta, yezobo koria makatayabaya, indo makapaladia. Baba, nipatie Barnaba, iko mazakatayaba, imoze gelegedia rakanta mama, anayeweza kusema mazuri yangu, anayeweza kufukia udhaifu wangu, anayeweza kuyakacha ya kale. Yezogo bagada, anayeweza kulitii neno lilosema ya kale yamepita. Yezogo bagaladia, ambaye hawezi ni hukumu kwa historia yangu ya nyuma. Regedegepa, huyo dada amezaa ndani, ni singomaza, haolewi tena kwa sababu ya historia mbaya ya jana. Regege bogozia manta. Baba, kampatia Barnaba, yeboza maladia, yekoria magababa. Huyo kaka haoi tena, regedo mamanda, historia ni mbaya. Regedege maba, historia ya ulevi iko juu yake, historia ya ulevi natembea naye, andaya kulevya iko juu yake. Bwana Yesu, nakusi leo, mwinulie Barnaba, mwinulie Barnaba, mwinulie Barnaba, juu yake Barnaba wa ndoa, Barnaba wa biashara, Barnaba wa siasa, Barnaba wa huduma. Ragebo zomogopa ya tayaba, rentoko mariagaba ya meso roko tayaba. Yule anayeweza kumtambulisha kwenye majukwaa makubwa, yule anayeweza kumtambulisha mjini Yerusalemu, ragedegepose mantayaba. Huyo baba, huyo kaka, huyo dada ameingia kwenye ofisi, ni mgeni, nyumba ya ugenini, mji wa ugenini, Yerusalemu. Bwana, ndani ya Yerusalemu, mwinulie Barnaba, mwinulie Barnaba.
Baba, nchi ya ugeni mwinulie Barinaba redege boza magatayaba hindo mazakatayabaye rigozo golagadaya masaka liamanta hizo bakaria makatayaba. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Kwa mawasiliano ni 0753977217 kwa ajili ya maombi na maombezi na mashauri mbalimbali ya kiroho. Bwana Yesu akubariki. Uliyemsikiliza ni mimi mchungaji mwalimu Lamson Imani Mwampamba tokea Dar es Salaam. Amen. Shalom.